Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea. Anazungumzia show za ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa mwendelezo mwingine tena, ambapo Young Africans wanadondoka dimbani Mbeya katika uwanja wa Sokoine kwa ajili ya kwenda kuzitafuta alama tatu muhimu mbele ya hapa nazungumzia wenyeji wao ambao ni Mbeya City katika mchezo mwingine wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Wananchi Young Africans sasa wanaingia katika mchezo huo kwenda kuhakikisha kwamba wanaondoka na alama tatu mbele ya kocha wao ambaye anaonekana kutokukubalika na mashabiki wengi wa Young Africans, lakini bado uongozi unaendelea kuweza kumpa imani. Ametangaza kikosi chake kinachoshuka dimbani leo hii kuweza kuwavaa Mbeya City katika dakika 90 pale Mbeya, ambapo mimi nimekusogezea kikosi cha Young Africans ambacho kinacheza katika mchezo huo, ambapo kinatafuta alama tatu ili kuendelea kuweza kulitetea taji lao hili la ligi kuu ya soka Tanzania bara ambao lilichukua msimu uliopita. Wanahakikisha kwamba na msimu huu linaondoka likiwa mikononi mwao likiwa na jina la Young Africans. Sasa mimi nimekusogezea kikosi hicho, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, sipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinaendelea kwa wakati huu. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine. Unazungumzia hawa ni wananchi. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans inadondoka dimbani leo hii kuzitafuta alama tatu, na kikosi ni kama ifuatavyo kwa mujibu wa kocha Romain Folz ambacho amekitangaza kinachoshuka dimbani kukitafuta ama kuzitafuta alama tatu muhimu. Golini anaendelea kuweza kusimama si mwingine bali ni Djigui Diarra, screen protector katika ubora wake, akiendelea kuweza kuzitafuta clean sheet katika ligi kuu ili mwisho wa msimu aweze kuibuka kama golikipa bora baada ya kukosa msimu uliopita kutokana na majeraha ambayo aliweza kuyapata, akakosa mechi kadhaa. Lakini katika msimu huu jambo zuri ni kwamba yuko fiti na ameanza shughuli yake kuweza kuzitafuta clean sheet, na clean sheet moja tu mpaka sasa baada ya kucheza mchezo mmoja wa ligi kuu. Kwa hiyo leo hii anakwenda kuitafuta ya pili kama atafanikiwa kwenye hilo. Kwa hiyo shughuli itakuwa leo ni kuhakikisha kabisa langoni kwake milango inafunguka, lakini mpira hauwezi kuingia golini. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama si mwingine bali ni Israel Patrick Mwenda. Unafahamu shughuli yake, kijana amekuwa na moto wa ajabu kweli kweli, moto ambao uzimiki. Ana uwezo wa kupanda kwa kasi na kurudi kwa kasi na kuweza kufanya mashambulizi vizuri kabisa. Ni moja kati ya wachezaji ambao wameonyesha ukomavu mkubwa kabisa, ambapo Young Africans kwa sasa wanajivunia kuwa na Israel Mwenda katika upande wa beki namba 2. Kazi kubwa leo hii watakuwa nayo Mbeya City kuhakikisha kwamba wanamzuia kijana. Huku beki namba 3 anasimama Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior. Nafahamu bora wake miongoni mwa sajili ambazo zimeingia kwenye kikosi cha Yanga msimu huu. Amekuwa na mwenendo mzuri toka alipoweza kujiunga na kikosi cha Yanga mpaka sasa tayari ameshatoa assist ya goli. Kwa hiyo unaweza kushuhudia kwamba sio tu mchezaji ambaye anahitaji muda kukuonyesha kile ambacho yuko nacho, bali anahitaji nafasi tu kuendelea kuweza kutoa kile ambacho alichokuwa anaweza kukifanya. Upande wake ndio upande ambao
mara nyingi Young Africans hupenda kuutumia kuzalisha mabao. Kwa hiyo kazi kubwa leo hii ni kuhakikisha kwamba anapandisha mashambulizi, lakini na kurudi kukumbuka kuweza kukaba nafasi yake ili kutokuleta madhara kutoka katika upande wake ambao mara nyingi anaonekana kuuchezea akiwa juu zaidi. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia kazi kubwa ambayo anaifanya leo hii Mohamed Hussein katika nafasi ambayo amepewa na kocha Romain Folz. Huku beki namba 4 anasimama Ibrahim Hamadi Baka, unafahamu shughuli yake. Moja kati ya mabeki ambao wenye mguu wa shingo, mguu wa roho, namna ambavyo anajitoa, namna ambavyo anahakikisha kwamba Diarra anakuwa salama ndani dakika 90. Kazi kubwa ambayo anaifanya Ibrahim Hamadi Baka, utakwenda kushuhudia leo hii kile ambacho kinachokwenda kutokea. Amekuwa ni msaada mkubwa kweli kwenye kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia jambo hilo likitokea. Huku beki hapa nazungumzia namba 5, anasimama si mwingine bali huyu ni Dickson Job. Unafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya, amekuwa na mwendelezo mzuri naye pia katika kikosi cha wananchi Young Africans, akitengeneza uimara mkubwa kabisa wa kikosi cha klabu ya soka ya Yanga ambacho kinaonekana kuwa na moto kweli katika nafasi ambayo wanaicheza wananchi. Kwa hiyo shughuli itakuwa ni pevu kweli. Huku unazungumzia namba 6, anasimama si mwingine bali ni Azizi Andambwile. Ubora mkubwa kabisa, unafahamu kabisa kwamba leo hii yuko nyumbani kwao kwa alipotokea. Kwa hiyo leo hii anakuwa fahari kwenda na Young Africans katika sehemu ambapo ametokea. Kwa hiyo Azizi Andambwile, unafahamu shughuli yake, ni moja kati ya watu ambao wana uwezo wa kuichezesha timu, namna ambavyo wanajua kuweza kufungua milango ya timu kwenye wakati inapokuwa ikiweza kushambulia, na namna ambavyo anashuka zaidi kuja kuchukua mipira. Kwa hiyo ni moja kati ya wachezaji ambao wameimarika zaidi. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia huduma yake katika siku ya leo. Huku namba 7 atakuwepo Maxim Pia Nzingeli. Unafahamu shughuli yake, amekuwa na mwenendo mzuri kweli kwenye kikosi cha Yanga, licha ya kwamba kumekuwepo na kutokutoa nafasi zaidi kwa watu wengine. Anapoonekana kupata mipira huwa anapenda kufanya maamuzi peke yake, lakini kwa sasa mwalimu amemuelekeza kwamba hii ni timu, wanahitaji kucheza kitimu. Huku namba 8 anasimama Mudathir Yahya, miongoni mwa watu ambao wakikupigia simu ukipokea jua umeisha, tutamkuta kwenye kibendela. Huyo ni Mudathir Yahya katika eneo la namba 8, akiamua kwenda kuzivunja mbinu za wapinzani, lakini kuhakikisha kwamba anagawa pasi za upendo pamoja na kufunga ni sehemu ya majukumu yake. Huku namba 9 anasimama Andy Boyeli. Unafahamu shughuli yake, mwamba huyu tayari pia naye ana assist, ameshagawa assist kwenye michezo hii ambayo ameweza kucheza baada ya kupata nafasi chini ya mwalimu kocha Romain Folz. Kwa hiyo naye pia kazi yake kubwa sasa ni kutikisa nyavu, na sio tena kugawa assist. Amwachie Pacome kazi yake hiyo, lakini sasa anatakiwa kutikisa nyavu kama namba 9 ili rekodi ziweze kukaa sawa. Huku namba 10 anasimama Madu Doumbia. Akili ya mpira ipo pale, akili kubwa kweli. Kwa hiyo leo hii shughuli ambayo Booster wamefungiwa Mbeya City, kazi watakuwa nayo. Namba 11 yuko hapa, nazungumzia Profesa Aboli. Pacome Zouzoua akiendeleza majukumu yake ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans. Bana, hiki ndo kikosi cha Yanga kinachoanza katika mchezo huu mkubwa kabisa dhidi ya Mbeya City katika show za ligi kuu ya soka Tanzania Bara.